awe raia wa Tanzania na ameandikishwa katika daftari la kudumu la kupiga kura la wapiga kura. La pili, sifa ya pili, awe na kadi ya mpiga kura. Kwa hiyo kama ulijiandikisha, hakikisha una kadi yako na humpi mtu yoyote. Kwa hivyo awe na kadi ya mpiga kura iliyotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ni muhimu kuzingatia hilo kwa sababu watu wanaweza kawa na vitu vingine tofauti na utaratibu wa Tume Huru ya Taifa. Namba 3, awe katika kituo alichojiandikisha kupiga kura. Na swala la mwisho, awe na kibali cha kupiga kura ya rais katika kituo tofauti na alichojiandikisha, kilichotolewa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa kwa nini tunasisitiza hivyo? Kwa sababu siku ya uchaguzi tunaifahamu itakuwa ni tarehe ngapi? Tarehe 29, sio? Kuna mtu anaweza kupata dharura akajikuta amesafiri kidogo akawa nje ya kituo chake alichojiandikishia. Tume ilitoa fursa kwa watu wa namna hiyo, na wao wakapata fursa ya kupiga kura kama wana kibali, na kibali kile kilikuwa kinatolewa baada ya kuomba kuruhusiwa kupiga kura nje ya kituo alichojiandikisha. Kwa hiyo ukipewa kibali kile, unaweza ukaenda ukapiga kura siku ya uchaguzi, lakini tofauti yake ni moja tu. Kama ulikuwa nje na kituo chako ukapewa kibali kile, utapiga kura moja tu ya urais. Madiwani, wabunge hutawapigia kwa sababu wewe ni mgeni kule na utarudi kule, lakini rais si ni wa wote. Ndio maana hiyo fursa imepatiwa kwa wananchi wenye watakaojikuta wako nje na kituo cha kupiga kura. Sasa muda wa kupiga kura utakuwa ni muda gani? Siku ya uchaguzi vituo vya kupiga kura vitafunguliwa saa 1 kamili asubuhi na kufungwa saa 10 kamili alasiri. Na kwa upande wa magereza, vituo vya kupigia kura vitafunguliwa saa 2 kamili asubuhi na kufungwa saa 9 kamili alasiri. Ndio kusema kwamba Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imetoa haki na fursa kwa kila aliye na sifa za kupiga kura, hata walio katika magereza kama tulivyoona katika utaratibu huu. Tukumbushane kwamba muda wa kufika kwenye kituo cha kupiga kura ni saa 1 kamili asubuhi, na vituo hivyo vitafungwa saa 10 jioni. Na ukishamaliza kupiga kura unaondoka, hutakiwi kuendelea kubaki kwenye lile eneo pale. Unaondoka, tunarudi majumbani, tunaachia mamlaka nyingine ziendelee na taratibu nyingine kama zilivyoainishwa na kupangwa na kuratibiwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hivyo kama alivyosema, ni zoezi na elimu ambayo inapaswa kumfikia kila mmoja. Kwa kuwa wengine hapa tumeshapiga kura mara nyingi, basi tunaendelea kukumbushana. Na kwa kuwa kuna mambo yanakuwa tunavyoenda mbele mambo yanabadilika, tunaendelea kukumbushana. Kwa mfano zoezi alilosema kwamba la kura ya rais ambayo unaweza ukapiga kwenye kituo kingine, maelezo yote yameainishwa kwenye tovuti yetu ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo unaweza ukapata yale maelezo, unaweza hata ukafanya hilo ombi ukiwa sehemu yoyote. Unaweza ukafanya hivyo. Vitu ambavyo vinaendelea kuboreshwa. Tunajua teknolojia imekuwa kwa hiyo tunaendelea kufanyiwa wananchi mambo yawe marahisi.